Hapa nimeajiri watu kama 10 hivi wako hapa wanafanya kazi, lakini sasa hivi wametoka kidogo wameenda kujirembesha. Alafu ndo watarudi baadaye masaa ya kazi, kwa sababu serikali huko sasa hivi inapungua kazi, masaa ya serikali inatakikana. Kwa hivyo sasa hizi asubuhi huwa kidogo wanatulia, wanalala vizuri, wakitoka hapo alafu masaa ya kazi wanaingia kazi. Na najua kwamba biashara yako imeshika sana huko. Uko na branch? Niko na branch nyingine nilijenga huko Kibaoni Takaungu huko. Nyingine nilijenga huko Mtepeni huko. Inaendelea huko. Kuna hudumu huko pia. Wameweza kutengeneza nafasi za kazi. Nafasi za kazi ziko nyingi, mpaka sasa hivi mtu akitaka kuajiriwa kazi anakuja na mwajiri kazi, anafanya kazi bila shida kabisa. Kwa sasa tunavyoongea sasa hivi na hizo branch zako zote ambazo umefungua, unaweza estimate kwamba umeajiri watu kama wangapi hivi? Kuna watu kama 70 hivi wenye meajiri, kwa sababu kuna wagema pia wao pia tunafanya kazi na wao na mahudumu. Kuna maskari hapa, kuna watu wa usafi wanafanya hapo. Kabisa. Naona sehemu safi. Bosi, unapiga biashara yako vizuri kabisa. Wewe kama CEO unaonaje uchumi wa huku kwetu Chonyi? Unaendelea vizuri? Mtu akija akifungua biashara huko anaweza kupata faida, ama watu wa baki town huko Nairobi na Mombasa? Uchumi kufikia sasa Chonyi umeimarika vizuri kabisa. Mtu ukifungua biashara yako huko unapata pesa vizuri, unaishi vizuri. Yaani uchumi uko juu. Kwa sawa kabisa, yani ukifungua biashara kila kitu sawa. Unaweza ukasema hii nyumba yako ambayo ulijenga hapa na hii biashara yako ambayo inaendelea hapa na hizo biashara zingine zote, unaweza ukasema kwa mwezi wale watu ambao unawalipa unatumia kama pesa ngapi hivi kulipa hao wafanyakazi wako wote 70 na zaidi?